Ambacho kimetokea mitaa Twiga na Jangwani kinanikumbusha sana story ya Hendrick alipotoka klabu ya Palmeiras kwenda klabu ya Real Madrid, hatimaye kakosa muda wa kucheza, na kilichotokea ni kwamba imebidi Real Madrid wamtoe kumpeleka katika klabu ya Lyon, na hivyo ndicho ambacho kimemkuta Musa Balakonte pamoja na Mohamed Doumbia. Hendrick, kama unamkumbuka vizuri bwana, huyu ndo alileta balaa hapa nchini kwetu, zikaja zile jezi ambazo zilikuwa zimeandikwa Crefisa, watoto wa Buza Tandale, watoto wa na kutoka ndugu yangu Mbagala huko rangi tatu, waambi chochote kuhusiana na jezi hizi za Crefisa, zinapatikana sana mitaa ya Kariakoo. Basi bwana, na ndicho ambacho tunakizungumza mitaa hii hapa, ni kuhusiana na Musa Balakonte, Mohamed Doumbia, bila kumsahau Celestine Ekua, naye pia moja mchezaji ambaye ataenda kwa mkopo, kwa maana kutoka katika klabu ya Young Africans kutafutiwa zaidi game time, japokuwa taarifa yake bado hatujaidhibitisha rasmi kutoka katika vyanzo vyetu ambavyo vimekuwa vikitupa taarifa. Lakini vipi kuhusu Andy Bobo Boyeli? Hii inaelezwa kwamba kama Depu au Alan Okello mmoja kati ya hawa wawili dili lake likitiki vizuri, basi huenda mchezaji huyu akawekwa pembeni kabisa, yani huyu anaondoka kabisa, kwa sababu kumbuka ni mchezaji ambaye alisajiliwa kwa mkopo katika klabu ya Young Africans. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hasani Saddam. Tuko tayari kwa ajili ya taarifa nyingine nzuri ya kimichezo, lakini kwa wakati huu ni wakati mzuri sana kukukumbusha mwanafamilia wa Data Sports ya kwamba Data Sports kwa kushirikiana na Yasi tunakuletea router safi za Yasi za 5G, bila kusisahau pocket MiFi nzuri za 4G ambazo hizi unazinunua kwa shilingi 1050 tu. Ni 1050 tu unainunua pocket MiFi kutoka kwetu Data Sports. Na Yasi wamefanya hivi kwa ajili ya kuwapunguzia tunasema kadhaa, kuwapunguzia zile rapsha wateja wao ambao wamekuwa na tabia ya kwenda kuunga foleni, kwenda kwenye maduka, kutoka nyumbani kwenda wapi, kwenda kutafuta router au pocket MiFi kwa ajili ya internet ambayo yenye kasi. Kwa kushirikiana na Data Sports, Yasi wamekuletea pocket MiFi hizi mpaka hapa sisi tunazo shilingi 1050 utainunua isipokuwa na bando, lakini kama unahitaji iwe na bando ndani yake, basi utainunua kwa 120,000 tu pekee. Na kumbuka tutakufanyia delivery bure, lakini tofauti na hilo ni kwamba router hizi na pocket MiFi hizi zina kasi ya hali ya juu, kwa sababu ukija kwenye router ya 5G hii tunaiuza kwa 250,000, lakini pia setup zake paka internet ikae sawa, kila kitu tunafanya sisi, na then sisi tunakukabidhi mzigo ukiwa tayari umeshakamilika, na kazi na kuwa kwako kuwasha wifi yako, kuenjoy kutazama vipindi vyetu vya Data Sports, lakini kwa wakati mwingine kutembelea mitandaoni kuangalia ni nini ambacho kinaendelea. Kwa kama unahitaji router pamoja na pocket MiFi nzuri kutoka internet yenye kasi zaidi kwa maana ya Yasi, karibu kwetu Data Sports. Sisi tutakupatia, tena tutakuuzia kwa bei ambayo ni rafiki kabisa, lakini pia tutakuwa na service mbalimbali ambazo tutazifanya kwako, ikiwepo mojawapo ni free delivery, kwa maana kukuletea paka pale utakapokuwa wewe. Karibu sasa ndani ya Data Sports. Hasani Saddam, nimezungumzia jezi ya Hendrick. Basi nikataka nikukumbushe kwamba miongoni mwa jezi ambazo zilikuwa na mauzo mengi Tanzania, naamini ni Tanzania majezi zilikuwa sidhani kama ni original. Cha msingi ziliuzika, haijalishi kwa hiyo kama ulibahatika kutengeneza mzigo wako fake na nini, ulipiga hela, kwa sababu madada wengi afu walozivaa sana ni madada. Alafu kukuta mwanaume umeivaa kama wanakumind fulani, wanakufikiria fulani kama ueleweki hivi kwenye jamii, unavaaje jezi, unavaaje hiyo jezi Crefisa kama Luis Sagala bwana. Sawa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na Musa Balakonte, Mohamed Doumbia, lakini pia bila kumsahau Celestine Ekua. Natamani nizungumze mengi, lakini kwa sababu na takwimu za wachezaji hawa, nadhani unaweza ukaanza nazo kwa kuzielezea vizuri, then tuzitafakari kwa kina kuhusiana na hatima yao baada ya kwenda hata katika klabu ya Singida Black Stars. Nini itakuwa hatima yao, kwa sababu wachezaji hawa wanaoletwa, kwa maana Maruf Shekeli pamoja na Damaro Kamara kama wakicheza katika kiwango ambacho viongozi wa Young Africans wanakihitaji, basi hawa wengine mlango wa kutokea utakuwa wazi. Florence, ukizungumza ukweli ni ukweli usiopingika. Ukizitazama wachezaji wote ambao wanahusishwa kuondoka, au wawili ambao wametepea wanapelekwa kwa mkopo Singida Black Star, Musa, unamzungumzia Mama Doumbia na Balakonte na Musa Balakonte. Ukiwazungumza ukaja ukamzungumzia Andy Bobo, ukamzungumzia Celestine Ekua, kiuhalisia ndani ya muda ambao wameupata katika huu msimu ambao wamesajiliwa, unaweza kuhesabu kama nusu, sio nusu ya msimu wa ligi kuu, lakini unaweza kusema nusu kama robo ya msimu wa 2025 26 tayari. Maana tunapofungua dirisha tunaingia 26, ukiachana kwamba msimu wa mashindano utakuwa bado unaendelea ule. Ukiangalia namba zao hazijawa nzuri ndani ya klabu ya
ya Yanga. Ukisema kingine kinaweza ni game time hawajapata muda mrefu. Tunamzungumza Mama Dumbe akiwa ndani ya Yanga amecheza mechi 7. Kwenye mechi 7 yeye Mama Dumbe karibu mechi zote amecheza, lakini kuna baadhi kwenye mechi 7 amecheza mechi 6 pekee, kwa maana mechi moja ambayo hajacheza. Lakini dakika alizocheza mechi 7 umehesabu na Champions League. Champions za ligi kuu. Mechi 6. Ukijumlisha na hizo championship, Champions League ya hatua ya makundi, lakini zile za preliminary. Yeye ukimzungumzia yeye kama yeye amecheza dakika 225. Mama Dumbe peke yake. Kwenye hizo dakika alizocheza ni zile ameingia dakika ya 60, dakika 45, dakika ameanza anatolewa. Kwa hiyo maana ukiangalia hajacheza dakika zote 90 kwenye mechi hii, kwenye mechi moja. Mechi nyingine anaingia cha pili, anaanza, anatolewa, anaingia mtu mwingine. Kwa hiyo zile dakika alizocheza yeye hajatoa assist yoyote, nafikiri utakuwa shahidi, hajafunga goli lolote wala hajatoa goli la usaidizi. Ukiachana hizi labda mashuti alopiga, amepiga mashuti ya lolenga lango, ni mashuti 6 pekee. Kwenye hizo mechi zote amepiga mashuti 6 ya lolenga lango. Lakini 16 ambayo hajalenga nini? Hajalenga lango. Tumemshuhudia anaamua kushuti kwa mbali kama umejaribu kuona baadhi ya mechi, lakini mengine ndio hivyo hakufanyaje, hakulenga lango. Kwa hiyo ni mashuti 6 pekee ambayo amelilenga lango, yalosalia mengine ametoka ambayo ni 16. Kwenye mechi alizocheza yeye kwenye hizo dakika, tuseme unajua ukisema mtu akisimama tu akaingia uwanjani ile mechi inahesabika. Je, wakati amesimama amecheza dakika ngapi? Ndio kizuri cha kumhesabia. Kwa hiyo kimhesabia amecheza dakika 225 peke yake. Huyu ni Mama Dumbe kwenye akiwa na Yanga katika msimu ambao amesajiliwa na dirisha lake lilikamilika tu mwezi wa 8 akajiunga na klabu ya Yanga. Kwa hiyo ukimtathmini kwa huu muda na Yanga na game alizocheza, yeye binafsi hajacheza, amecheza dakika chache sana. Kwa hiyo unamuona kabisa Yanga watakuwa, unaweza kusema uwezo ukatoa moja kwa moja kusema ni sahihi wa Yanga au kumwacha aende kwa mkopo, na wala uwezo ukasema kwamba moja kwa moja kwamba hayatoshi kwa sababu hajapata muda wa kutosha. Endapo labda angepata muda wa kutosha tungeliamini. Kuliko kwenye kesi ya Musa Balakonte na Mama Dumbe. Unajua kesi ya Musa Balakonte na Mama Dumbe ni tofauti. Mama Dumbe amepata dakika nyingi sana. Ukisema dakika 100 hata kama ni yeye ukikompea na Musa Balakonte ambaye hajapata muda mwingi wa kucheza akiwa na Yanga, unamhesabia kwenye mechi 7 akiwa na Yanga amecheza mechi 4 tu. Kwenye hizo mechi 4 ni dakika 28 pekee yake alizocheza. Huyo ni Musa Balakonte. Kwa Musa Balakonte amecheza muda mchache sana kuliko Mama Dumbe. Kwenye hizo dakika alizocheza hamna alichokifanya Musa Balakonte. Sijui na au nimechanganya, nirudie vizuri. Ukimzungumza Mama Dumbe yeye kama yeye amecheza dakika 225 peke yake. Kwenye dakika 225 alizocheza amepiga mashuti 6 tu langoni, ambaye hajalenga ni mashuti 16. Kwenye dakika hizo alizocheza katika msimu wake akiwa na Yanga, ambako alisajiliwa dili lake lilisajiliwa mwezi wa 8 rasmi, ndo alijiunga na klabu ya Yanga. Katikati kumekuwa na friend match, kumekuwa na mechi za preliminary za mwanzo klabu bingwa barani Afrika. Huyo ni Mama Dumbe. Lakini ukimzungumza yeye Musa Balakonte yeye amecheza dakika 28 pekee. Kwenye hizo dakika 28 hana shoot on target yoyote, hana assist yoyote. Kumbuka 28 peke yake, ambapo dakika nyingi ukiangalia alikuwa anaingia dakika za jioni. Mpeleleza angalia ameingia kwenye game ya Silver Strikers dakika za jioni. Ameingia kwenye mechi ya ligi kuu nafikiri ni Yanga na Fountain Gate dakika za jioni kama unakumbuka. Kuna mechi ambayo amecheza aliingia dakika ya 62 ya mchezo, dakika ya ilikuwa ni 76 ya mchezo. Kwa hiyo amecheza dakika chache zaidi na hamna mechi yote ambayo ya Yanga yeye ameanza Musa Balakonte kwenye tangu msimu umefanyaje, msimu huu umeanza ambako dili lake lilikamilika. Hao ni wawili. Bwana ni Hassan Sadamu huyu akitupisha kuhusiana na Musa Balakonte, lakini pia Mohamed Dumbia artificial intelligence ya Young Africans bila kata umeme kwa Young Africans ambaye alisajiliwa kutoka klabu ya CX Sfaxien. Ndio. Musa Balakonte. Kufeli na kufanikiwa kwa mchezaji tumii kwenye maisha ya uchezaji anapokwenda kwenye timu nyingine, naona huwa ni jambo la kawaida sana. Ndio. The issue is maintain kile ambacho watu wengi tulikuwa tunaamini wewe uko nacho, licha ya matumaini ya watu wengi sana kuamini ya kwamba wewe ni mchezaji mzuri, lakini at the end of the day ikaje ikatokea na kuanza kuonekana kama ni mchezaji wa kawaida. Tumejificha kwenye kichaka cha kusema ya kwamba Musa Balakonte na Mohamed Dumbia hawajapata game time. Ndio. Sasa ni kitu kizuri sana cha kiufundi kwamba ndio timu ambao wanacheza ni timu ambayo ina pressure ya matokeo, kwa maana ya sio timu inaokuruhusu wewe yani tukusajili uje kwenye timu alafu una impact yote kubwa tofauti na ile ambayo tulikuwa tunahitaji. Tuendelee kukubakiza kwenye timu angali. Tuna nafasi ya kutafuta watu wengine sahihi ambao wanaweza wakaja wakai progress timu ikaendelea pale ambako ikazidi kusonga mbele kule kwenye malengo yake ambayo walikuwa wamejiwekea. Kwa hiyo unaona ni maamuzi fulani hivi ya kiufundi
na ingekuwa ni uamuzi mbaya zaidi ni ule ambao tungesema sasa Yanga wamefeli kabisa, ni wakati ambao wachukua wachezaji hawa na kuwauza kabisa. Kitendo cha kumchukua yule mchezaji na kumtoa kwa mkopo, then tactically mwalimu unasema ya kwamba nahitaji wapate game time, kwa maana nataka wapate muda mwingi sana wa kucheza. Ndio. Yani kwenye kuwatazama na kuishi nao wachezaji hawa umekuja kurealize ya kwamba ni best players, lakini wanachokikosa ni game time. Kwa hiyo hauwezi ukawaambia hivi sasa tutakuwa tunawapa nyie mechi ya tunatafuta timu mnacheza nyie wawili tu peke yenu. Kitu ambacho kiwezekani kwenye mpira. Ndio hauwezi ukawaambia Yanga jamani sasa naomba tutafute mechi kwamba kila baada ya wiki tucheze mechi. No, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ndio kwa hiyo unaangalia as a coach kwamba best option ambayo naweza nikaifanya, hawa ni best players. Sitaki wauzwe, ila nachokitaka nataka wapelekwe sehemu fulani ambayo wanaweza wakacheza wakapata muda mwingi wa kucheza, lakini pia wakacheza pasipokuwa na pressure ya aina yoyote. Kwa hiyo tactically mwalimu umefanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu unapeleka silaha zako sehemu fulani kwa lengo la kuitengeneza. Yaani ni kama umeenda, tunaweza tukasema unakwenda kuifanyia updation, kuinoa zaidi. Ni kama unaipitisha kwenye ilikuwa butu ulikuwa na ulipo unaitumia lakini hutumii vizuri. Ndicho ambacho wamekifanya kwa Musa Balakonte pamoja na Mohamed Dumbia. Kwa akitokea mtu akaniambia Dumbia pamoja na Balakonte wamefeli, nitamwambia wangefeli kabisa Yanga wangechagua kuwauza. Ila hawajafeli. Ndio maana unaona wameamua kuwatoa kwa mkopo. Yaani mimi siwezi kuwa na interest na wewe. Alafu sina interest na wewe, alafu tena nikuchukue nikupeleke kwa mkopo. Ndio haiwezekani. Yaani mpaka nimeamua kukutoa kwa mkopo, understand kwamba bado nina interest na wewe. Ndio maana hata Xabi Alonso alipoulizwa kuhusu na Hendrick akasema ni mchezaji mzuri. Changamoto ni kwamba timu ina pressure ya matokeo hii. Kwa sasa hivi Real Madrid inahitaji kupata sana matokeo. Kwa hiyo inahitajika niingize best players, kwa maana wale wenye uwezo mkubwa kumzidi Hendrick ili nipate kile ambacho nafanyaje unakihitaji, ambacho ni matokeo, ambacho ndo matokeo. Kwa hata Hendrick alikuwa akipata game ya kucheza dakika za mwishoni, yani mwishoni sana, ambako unaona kabisa hapa Xabi Alonso kashamaliza kila kitu, then sit down dakika 85 ndo unaona ananyanyuliwa 88, then anamwingiza, yani akiwahi sana ni 78. Hata Real Madrid wangesema Hendrick sio mchezaji mzuri, sijulisha hili, so wanakubaliana tu, wanasign contract, wanavunja mkataba, ondoka kwa sababu hawezi tena kunisaidia mimi. Lakini unaona huyu anacheza vizuri sana, ni best player. That's why siwezi kumuuza, bali namchukua nampeleka sehemu fulani ambayo naamini katika ile timu hamna pressure kubwa sana ya matokeo na mashabiki sana, kwa maana atapata muda mwingi sana wa kucheza. Akipata muda mwingi sana wa kucheza, nitamrudisha kwenye timu. Sasa nitaanza kumtumia vizuri, kwa sababu mwili wake tayari umesha capture sawa ile hali ya mazingira, matokeo, pambanaji wake, mwili yani mwili unakuwa katika hali fulani ya kimashindano zaidi, si unanielewa, kwa sababu amepata muda mwingi wa kucheza, amepata muunganiko na watu wengine. So ukija kwa Musa Balakonte, ametoka klabu ya Sex Faction, of course alipata muda mwingi wa kucheza, lakini amefika Young Africans hajapata game time ya kucheza. Kingine ambacho kimekuja kuwa ni changamoto sana kwa Young Africans ni ile kubadilisha makocha katika muda mfupi, jambo ambalo limewafanya wachezaji wajikute wana shift kutoka kwenye mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine, uadapt tena ule mfumo, then timu iendelee kupata matokeo. Yani mbaya zaidi ni kwamba changes zinafanyika. Wakati huo changes zinafanyika, lazima pia wakati huo timu ipate matokeo. Si unanielewa vizuri? Na wakati huo unapaswa uonyeshe kile ambacho unacho, ndio. Alafu ni vitu vya haraka kwa muda mfupi. Sasa ambao ukiangalia ambao wameclick wale ambao walikuwa bado wapo Young Africans. Sio kama tuko vizuri. Dickson Jobu, Ibrahim Ahmad Baka, Patrick Mwenda alikuwepo, Shadrack Isakaboka, amekuja Mohamed Hussein. Huyo uwezo wake ni klasi nyingine, na nafasi yake aliyopo, nafasi anaocheza ndio hiyo ya kila siku, sio, na amecheza kwa muda mrefu, lakini hata timu anaocheza bado pressure ya matokeo anaijua, na sababu timu anaocheza pressure ya matokeo anaijua, kwa maana hata timu aliyotoka ilikuwa ya ushindani ni ule kiwango ni kile kile. Kwenye nao katikati wakiwepo kina Duke, wakina Maxi Nzengeli, sio kina nani. Ukija kwa wageni unaona changamoto waliokutana nayo, kwa maana ya timu imejikuta inabadilisha mifumo, kwa maana ya namna ya uchezaji wenu uwanjani umekuwa ukibadilika mara kwa mara, jambo ambalo nyie hamkuja na idea hiyo. Mmesajiliwa, wengine wanamuona Romain Folz, unajua ni mwalimu wa aina hii, then amshift amkuja mwalimu fulani, sasa hivi yupo Pedro Goncalves. Unaona ni changamoto nyingine ambayo wachezaji wa kigeni ambao wamesajiliwa kwenye klabu ya Young Africans wanaipitia kwa namna moja au namna nyingine. So sitaki kusema
sitaki kusikia mtu anasema Yanga wamefeli kwenye usajili. No. Yanga hawajafeli. Yani kilichotokea ni kwamba waliosajiliwa wamekutana na mambo mawili makubwa sana. Moja, pressure ya matokeo, kwa maana ya timu ilikuwa ina uhitaji mkubwa sana kwa matokeo, ndio ambayo ilishafanikiwa. Kwa hiyo ukija kwenye hii timu hauji kukua wala kuhitaji kupata muda mwingi sana wa kucheza. Unaweza ukaupata kama utakuwa unaonyesha impact kubwa uwanjani. That's why mimi na wewe tukizungumza mchezaji gani wa kigeni ambaye amesajiliwa na Young Africans mpaka sasa hivi amekliki kwenye mfumo tofauti na wale ambao walikuwepo kwenye timu. Yeyote ambaye amesajiliwa Yanga afa amekliki kwenye mfumo, kwenye mfumo wa nani? Mtazamie kwenye kikosi. Hayupo to mmoja. Walisia kwamba hayupo kwenye ambaye ameclick moja kwa moja. Yani ni regular start. Yani ameingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Yanga. Sasa bwana huyu ni regular start. Kwamba huyu bwana yeye hakuna shaka. Kafika kakiwasha kacheza. So unaona changamoto kubwa ambayo wamekutana nayo ni walikuja kwenye timu ambayo mwalimu wa ile timu sawa alikuwa anataka kuitengeneza timu yake nyingine mpya. Kwa kuna baadhi ya vitu wakawa kama anavidistract kwa maana ya kuvi break down, kuviharibu vitu ambavyo ni tofauti na kile ambacho mchezaji alikuwa anakijua kipindi anakuja kwenye timu ndio. Sawa kwamba sasa mfumo tunakuwa tunatumia huu na huu na huu. Unakuta mchezaji kama Musa Balakonte ambaye yes ni hold midfielder, lakini sio hold midfielder ambaye utamkuta yupo kwenye box muda mwingi sana. Sawa ni hold midfielder ambaye anapenda kuzurura, ndio utakuta amesogea kama Declan Rice. Na muda utakuta ameenda pembeni, kuna muda utakuta ameenda kushoto kulia, then kuna muda utamkuta amesogea mpaka kwenye box la mpinzani, kuna muda ndio utamkuta yupo kwenye eneo lake mama kuweza kuendana nacho. Kwa maana akamchagua Azizi Adabwile awe anafanya hiyo kazi ndio. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo wamekutana nao baadhi ya wachezaji wa Young Africans waliosajiliwa ni kuadapt mfumo mpya wa mwalimu tofauti na ule ambao walikuwa nao kichwani. Yani kuadapt ule mfumo mpya ulihitaji. Yani unajua mchezaji akiwa labda niweke clear. Mchezaji ukiwa unamsajili kuja kwenye timu fulani. Hasa wachezaji wanaotoka nchi za wenzetu kwa maana wachezaji wa kigeni. Moja kitu cha msingi sana ambacho huwa wanakizingatia ni nitapata nafasi ya kucheza. Wenzetu wanapambana kulinda vipaji vya wachezaji wao. Sawa, hasa wale ambao wameshakuwa national team materials. Sawa, mfano kama Celestine kuwa kina Kouma, Schuwa kina nani. Yaani wale wote ambao tayari walishakuwa national team materials. Wanapambana kuwalinda kwa maana ya wapate game time ndio. Kwa hiyo wanapoangalia kwenye timu wanaangalia kacha ya timu imekuwa inatumia aina gani ya formation. Unaweza ukakriki kwenye formation na nielewa vizuri. Yes, I can do that. Then unasajiliwa kwenye timu maana ya zile agreed terms mnazokubaliana, kila kitu kinakaa sawa. Then kimfumo unaona kabisa mimi as a player naweza nikacheza pale. Achana na yule ambaye shauku yake ni kwenda kucheza ndani ya klabu ndani ya klabu ndio. Mwingine hawa wenzetu wanakuja kwa ajili ya kazi, yani anakuja kama mwajiliwa, lakini tofauti na hivyo anaangalia nikisajiliwa ndani ya Young Africans ninaweza nikacheza ndani ya Yanga. Sawa, okay fine. Mfumo wa Young Africans kacha yao ni mfumo wa aina hii. Kaja mwalimu mwingine umeshasajiliwa sasa kila kitu kimekaa sawa. Anakuja mwalimu mwingine ambaye anakuja na mfumo tofauti. Unahitaji tunasema ubadilike. Yani ni mfumo ambao unahitaji aina ya uchezaji ambao uko tofauti na mfumo ambao wewe ulikuwa unaujua kipindi unasajiliwa na klabu ya Young Africans, ambao ni mfumo ambao ulikupa urahisi wewe kuamini naweza nikacheza kikosi cha kwanza cha mwalimu. Sio umeona hiyo ugumwe, jambo ambalo likafanya kuwaona baadhi ya players ni kama mbona kama wachezi vizuri, sio hao players ambao tulikuwa tuliwatarajia na ukubwa wao wakati wanasajiliwa. Sio leo unanielewa vizuri. Sehemu ambako unatamani kudribble mpira kusogea mbele, mwalimu anakufundisha kwenye uwanja wa mazoezi, anakuambia hapa unatakiwa kutoa cross. Jambo ambalo likaanza kuleta ugumu kwa baadhi ya wachezaji kuona kama performance zao sio zile ambazo wengi tulitarajia. Musa Balakonte mchezaji ambaye hawezi kutulia katika eneo lake moja, ndio ambaye hawezi kutulia katika eneo moja. Yeye anapenda kutembea sehemu mbalimbali za uwanja. Sio umeuona ugumu. Baadaye anaondoka mwalimu, anakuja mwalimu mwingine mpya ambaye anarudi kwenye ile kacha. Sasa mnatakiwa kwanza kuadapt upya. Wakati huo timu inapaswa kuendelea kuprogress kwa maana ya kuhitaji kupata matokeo. Ndio. Yaani ugumu wa Simba na Yanga unapokuja ni pale kwamba wewe hawaji kukulea ndani mle. Yaani kwamba mle hawaji kutengeneza vipaji. Wanachokuja kufanya ni uhakikishe wewe unapata matokeo. Unacheza. Haijalishi walipokutoa wanaamini wewe ni mchezaji mkubwa, kwa sababu Yanga sio academy kama academy wanazo kule chini. Unaposimama wewe kwenye timu ya wakubwa unahitaji matokeo. Ndio maana hata ukisikia tu kauli ya Engineer Hersi anakuambia hivi, Yanga is not for junior. Yanga sio kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili ya wachezaji ambao ni
wakomavu, matured kwamba wanaweza kukupa matokeo. Aziz Ki aliweza kusema kwamba scenario anayoipitia Mama Dumbe ni sawa na yeye alikuwa anaipitia. Huo ni uhalisia kwamba wakati Aziz Ki anasajiliwa hakuwa na matokeo mazuri kwenye msimu wa kwanza, lakini msimu wa pili akafanya balaa. Tunamzungumzia Mama Dumbe ambaye amekuwa na msimu mmoja nje achezi, kukumbuka hilo. Baada ya kutoka nini demokrasia ya Sechi, ana muda mrefu hajapata timu yote, kwa hiyo alikuwa nje. Kwa hiyo anasajiliwa, ni mchezaji mzuri kwa sababu ameweza kucheza nje. Mtu amecheza Finland, amecheza demokrasia ya Sechi, ameweza kucheza bara la Afrika, nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo unaona ni mchezaji wa klasi ya juu, lakini kwa sababu hakupata game time ndio hivyo ambavyo wameamua kumpeleka kwa mkopo Singida. Kama endapo akipata muda sasa, swali lingine linalopoja, je, kula atakakofika atapata muda, ataweza kukompiti kushindana na wale atakaowakuta pale Singida Black Star, ambao nayo kwa sasa ukiangalia watu wasijifunge kwa Singida Black Star. Inakuja kwa mchezaji mwenyewe committee kujua nini ambacho unahitaji. Kumbuka this is your career. Yes. Vizuri, umetoka katika klabu ambayo ilikuwa ina wingi wa mashabiki na vitu kama hivyo, pengine pesa ambayo ulikuwa unalipwa kule ni kubwa zaidi, tofauti na wewe mwenyewe unaangalia na kuona ya kwamba yes, nimepata chance ambayo inaweza kanirudisha sasa kimchezoni na kufanya mwili wangu uwe tayari kimashindano zaidi. Ndicho ambacho unakiangalia. Yaani hicho kinachobaki sasa hapo. Yaani Young Africans walichokifanya ni kitu cha kiufundi. Kinachobaki ni it's your career bro. Dumbia pamoja na Balakonte. Hii ni career yenu. Hii ni CV yenu nyingine. Mnaenda kuiandika. Malengo yenu sio kuishi Young Africans muda wote. No, ni kutoka Yanga siku moja kwenda klabu nyingine kubwa zaidi ya kurudi. Kama umeenda Sechi, tunatarajia arudi zaidi ya Sechi, tumuone Ufaransa, tumuone Denmark. Fanya vitu ambavyo ni vikubwa zaidi ambavyo vitawashawishi sasa wawarudishe kutoka pale mlipo, mrudi kwenye klabu yao, kwa sababu kuna wengine, kumbukeni, wametoka hapo wamekuja hapa ambako nyie mmeondoka, wakionyesha the top performance kwa zidi nyie ambao mmeenda kule. Remember this, wanaweza wakachukua namba mazima. Alikuwa ni Hassan Saddam na mimi ni Florence Renatus. Ilikuwa ni nyakati nzuri sana za kukutana na wewe mwanafamilia wa Dada Sports. Nadhani mpaka wakati mwingine tena tutakapokutana. Mtaalamu wa hizi kazi sio mwingine wa kung'arisha na kutupendezesha kama hivi ni Mr. Paco. Bye.